neno la Bwana. Asante sana Bishop kwa sababu ya kunipa ile nafasi ya kuweza kuleta neno, na Mungu wetu kwa sababu ni mwaminifu, ninajua ya kwamba tutakuja kubarikiwa. Unajua kitu kimoja wapendwa, neno la siku ya leo nataka nikaweza kukupea headline yake ambaye overcoming the power of limitations. Yaani limitation ni kusema ya kwamba wewe mwanadamu kuna pahali ambapo hauwezi vuka. So overcoming the power of limitations. Sitaki kuongea Kiingereza yangu sana, ni kwa sababu Kiingereza yangu saa zingine huwa ninaweza kuwa ninakosea, na ninataka niseme mambo kadhaa, lakini waacha tu niweze kuyaongea kwa muda ambayo sio mrefu sana. Ni kwa sababu wakati tulipoitwa na Mungu, hatukuitwa akitupa kiwango kile ambacho tunafaa kufika. Fungua Biblia yako katika kitabu cha Efeso sura 2, taanza pale mstari wa 5 hadi mstari wa 9. Waefeso sura yake ni 2, taanza pale mstari wa 5 hadi mstari wa 9. Na naamini ya kwamba kila mmoja wetu tuko pale. Ninataka nikaisome. Hata wakati ule tulipokuwa wafu, alituhuisha pamoja na Kristo, yaani tumeokolewa kwa neema. Akatufufua pamoja naye, akakutuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, ili katika zamani zinazokuja audhihirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa neema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu. Kwa maana umeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Mstari wa 9, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, wakati tuliokolewa kwa sababu ni neema tu ya Mungu. Nataka niwaambie jambo moja hapa wapendwa. Hatukuokolewa kwa sababu ya bidii uliyokuwa nayo. Kuna watu siku ya leo wako na bidii sana ya kutaka wokovu, lakini Kristo amesema ya kwamba wanaokuja kwangu wamevutiwa na Mungu ili waweze kuja na kukubali damu. Hata kama tungeweza kusikiza vile Yesu alipokuwa anasema na mwili na damu, labda hatungeweza kuweza kuwa na wokovu. Actually, hata kama Yesu Kristo angekuwa akihubiri siku ya leo, ni watu wengi sana ambao wangesema ya kwamba hataki wokovu. Ni kwa sababu Yesu hapo anapembeleza watu. Alikuwa anasema anayetaka kunifuata aweze kujikana na bebe mzigo wake mwenyewe. Kwa hivyo siku ya leo ikija jambo kama hilo, kuna watu ambao hawawezi kubali. Kwa hivyo wataenda. Yesu Kristo akaenda akakuta watu ndani ya kanisa. Wale watu walikuwa wanafanya kazi ya kuuza pale ndani kanisani. Akatoa mijeredi akawapiga. Kama ni siku ya leo tungejikuta kwa social media na TikTok ya kwamba kuna Yesu ambaye anayesema anaokoa, lakini sasa anapiga watu. Yesu yale mambo ambayo wengi aliweza kufanya, kama ni siku ya leo sio watu wengi wangeweza kukubali kumfuata. Lakini ni kwa sababu tumeokolewa kwa neema, ndipo siku ya leo tunaonekana katika wokovu. Nataka nikuulize jambo moja. Nafikiri niliuliza hilo jambo wakati tulipokuwa hapa wakati mwingine, ya kwamba ukitokea hapa Bishop, utoke ufanye mikono hivi na tushikane sisi zote. Wale watu ambao tutapata pale kwa kitu kama dakika 20, watu ambao wamejaa hii kanisa na wengine watakuwa nje. Kwa hivyo wakati umeokolewa kwa neema, ni vizuri kuweza kushikilia. Sio ati kwamba wewe ni mchinga mzee ukiwa ndani ya kanisa, si kwamba wewe dada hauna kazi ya kuuza matunda na biashara zingine, lakini kwa sababu ya neema ambayo tumeokolewa, ndipo umeweza kuacha kila kitu ili uweze kuja ndani ya madhabahu ya Bwana usikize mauzia yake. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Nataka niweze kuambia jambo moja. Kwa hiyo yule wote ambaye amezaliwa na damu ya Yesu Kristo, yule ni wa kushinda majaribu na mitego yote na limitation.
hapo sasa. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Hebu ngoja katika kitabu cha Yohane sura 3 mstari wa 31 ili tuweze kwenda Yohane sura 3 mstari wa 31. Nataka niende ili niweze kushikanisha hili jambo na nisiende sana nikachukua muda mrefu. Ni kwa sababu ninajua jambo moja kwa mwanadamu. Wakati umechukua muda mrefu, yale ambayo aliyokuchukua kompyuta yake ya kimawazo, pia anaanza kutupa zile ambazo alichukua pale mwanzo. Ambayo inasema hivi, yeye ajaye kutoka juu, is it that one? Yeye ajaye kutoka juu, huyo yu juu ya yote. Nasikiza? Yaani ako juu ya yote. Yeye aliye wa dunia, asili yake ni ya dunia, na anena mambo ya dunia. Yeye ajaye kutoka mbinguni yu juu ya yote. Kwa hivyo hapa kuna jambo ambalo Yohane aliweza kuandika, na akasema ya kwamba yule ambaye ameokolewa na yule ambaye ameweza kuinuliwa na Mungu na wokovu kutoka kwa Mungu, huyo ni wa Mungu na yeye ako juu ya kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uweze kuangalia hapa yule ambaye aliyetoka juu. Biblia inasema ya kwamba yeye ajaye kutoka juu, huyo yu juu ya yote. Kwa hivyo yule ambaye tunayemwamini ako juu ya kila jambo. Haijalishi yale ambayo wewe unaweza kukutana nayo. Haijalishi. Actually katika kitabu cha Mathayo inasema ya kwamba Yesu akasema ya kwamba leteni mizigo yote mizito kwangu. Na hapo pia anaendelea kusema ya kwamba wakati alipokuwa anaongea mbele ya kongamano, akasema ya kwamba chochote mtakachoomba kwa jina langu lazima mtakuja kuipokea. Wapendwa, sijui ama Yesu alikuwa amepeana limit ya mambo. Alikuwa amesema chochote tunachoomba katika jina la Yesu, hiyo ni lazima tukakuja kupata. Ni kwa sababu yeye, na hakuna jambo lingine ambalo la kweli kama neno la Mungu. Na wacheni niwaambie nikisema hili, unataka kuniambia kama isipokuwa ni huyu ambaye aliyetoka mbinguni akiwa na mamlaka yote kutoka mbinguni, hii Biblia siku ya leo hatungekuwa nayo. Ni kwa sababu alikuwa amepigwa sana. Kutoka mwanzo alikuwa amepigwa sana. Siku ya leo tuko zaidi, nafikiri almost 60 billion wa Kristo ambao wanajiitanisha na Kristo. Wale ambao wanajiitanisha na Kristo. Kwa hivyo Yesu Kristo alikuja kwa sababu alitoka juu na mamlaka yote. Wakati alipokuja hapa duniani, sisi tukakubali, tukaitwa, tukaweza kuwa tukakubali. Kwa hivyo wakati tulipokubali, tukawa na mamlaka juu ya kila kitu. Wapendwa, kama kuna kitu ambacho ninachoamini ni hili neno la Mungu. Amen. Above kila kitu kingine katika dunia hii. Ni kwa sababu wakati ninapopiga magoti na kuambia Mungu, ninakuhitaji kwa sababu hii, nishaweza kushuhudia mambo mengi ambayo nimeomba na kuona ya kwamba anatendeka. Wakati nilipokuwa chini sana Bishop, wakati nilipokuwa chini sana, sikuwa na chochote, watoto wangu walikuwa boarding school, mke wangu hatukuwa na kazi, mimi tazoni hizo nilikuwa nafanya kazi kwa one of the biggest hotel, 5-star hotel hapa, nilikuwa nafanya huko, tukasimamishwa na hiyo mambo ikaisha hivyo. Kwa hivyo nakondesha nyumba. Wakati nilinyamaza na nikashindwa nitafanya namna gani, nataka nikwambie jambo moja, ni ya kwamba kuna nguvu juu ya kile ambacho tumewekewa. There is power ambayo iko juu. Hakuna kitu ambayo hii tunaweza sema hii ni limit, kwa sababu tumeokolewa na neema kutoka kwa Mungu. Na hakuna wakati unaweza kuwa na mtoto alafu huyu mtoto useme ya kwamba kwa sababu yani uko na mali zote, lakini huyu mtoto anakula shida. Kwa hivyo kuna mambo ambayo unaweza kuyaweka yakawa wazi mbele yule mtoto. Kwa hivyo nilikuwa nimefika mwisho na sikuwa na jambo lingine. Nilikuwa naingia ndani ya nyumba, nikikaa hivi na shindwa, usiku kucha nilikuwa nakaa na kujiuliza maswali. Siwezi kurudi nyumbani kwetu kwa wazazi wangu kwa sababu tangia mwanzo wakati nilipotoka nyumbani nilikuwa nimeambia Mungu usikubali nirudi hapa. It was back 1983. Nilikuwa naishi hapa chini miaka hiyo, na nikaambia Mungu sitaki nirudi huko. Nataka niwaambie hivi, ni kwamba haijalishi kiwango wewe uliko, lakini hakuna limit ambayo Mungu amesema usipite hapa.
So nikachukua karatasi kama hii, nikakuta mchungaji mmoja wakati alipokuja kanisani, mgeni, sikumjua hata siku ya leo siwezi kumkumbuka. Akatuambia, ukiwa na shida zako zote andika katika karatasi na ukuje uleta hapa tuiombee. Na nikafanya hivyo, nikaandika mambo 7 ambayo nilikuwa na haja nayo. Nikayaandika, alafu nikayaleta hapa mbele ya madhabahu. Na wakati nilipoandika, baadaye wakati tulipotoka, nikaenda maombi na ile karatasi hiyo madhabahu ilikuwa tu ya hema kama hii. Nikaweka chini ya ile hema na nikaamini Mungu, nikamwambia Mungu, ninataka siku moja hii yule yote ambaye atakayesimama pale katika ile madhabahu, ile anointing wakati itakapoguza ile hema, Mungu, nataka nione mkono wako. Na nikafanya hivyo. Ile kopi nyingine nikachukua, nikaenda mlimani maombi. By then tulikuwa tunaenda pale kunaitwa Mizipa. So nikaenda kama nimeandika mambo haya yote 7. And believe me not, hakuna jambo baada ya kila kitu, hakuna jambo ambalo lilienda juu ya kile kingine. Ilikuwa inafuatana hivyo mpaka dakika ya mwisho nikaona Mungu ameweza kuja. Sitaki kukuambia hivi na sitaki kujisifu kwa yale ambayo nimepitia na sitaki kukudunisha, lakini wacha nikwambie jambo moja. Ili uweze kujua hakuna chochote ambacho tunaweza kupata limit kwa sababu tunaamini Mungu. Tulikuwa tunafanya group ya watu tununue ploti, angalau mtu apata pahali ya kujenga. Tukaenda hivyo, wengine tunachanga, unakuta treasurer amepotea na pesa. Tunaenda tunachanga, mwingine ameshikwa na jambo, tunatoa pesa. Kwa zaidi ya miaka 10 nilikuwa katika ile hali. Lakini wakati nilipofanya hivyo na nikamwamini Mungu, na nikaambia Mungu, nataka unipe pahali ya kuishi. Sasa hizo nimefungiwa nyumba miezi 7. Nilikuwa nimefungiwa. Nikaambia Mungu, ninataka sifa zako. Siku moja nitasimama mbele za watu na niseme yale ambayo umenitendea. Nataka uamini hivi. Baada ya kuomba na maombi haya kutoka mlimani na nini kuomba, ile plot ambayo tulikuwa tafuta zaidi ya miaka 10, nilipata kwa wiki 5. Just 5 weeks. Mungu akanipa pahali ya kukaa. Na nikamwaga mati na nikaanza kujenga na nikahama. Saa hizo mimi wakati nilipohama sikuwa naamini. Nilikuwa nimejenga kanyumba kidogo ya matope ya na mabati. Nilikuwa natoka huko kwa nyumba, saa hizo ni usiku. Nataka uone vile Mungu huwa anafanya mtu. Nakuja na tochi na mulika hivi, ni kama nimenunua eka 50, lakini ni 50 by 100. Nilikuwa naangalia hivi na shida wale watu wengine wanafanyana namna gani. Kama mimi niko hapa sasa, nataka niseme hivi ya kwamba Mungu hana limit yako. Hiyo hakuna lugha kama hiyo. Sikiza. Mawazo yako ndio inakupea limit. Kile ambacho kiko ndani ya mawazo yako ndio inakuambia usivuke hapa. Lakini wakati utakapojua ukweli, na ukweli uweze kujua ya kwamba ni yule aliyetoka juu, ako juu ya yote, kutoka hapo ndio utaanza kujua ya kwamba kweli kuna Mungu ambaye anaweza kufanya mambo. Nataka uangalie jambo moja hapa. Tumesoma na kusikia ya kwamba katika kitabu cha Waefeso, katika kitabu hicho ambacho tumesoma cha Waefeso imeweza kutuelezea vizuri na kutuambia katika sura ile, ukiangalia pale mstari wa 5 inasema, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, ulituhusisha pamoja na Kristo, yaani tumeokolewa kwa neema. Yaani wakati tulipokuwa tumekufa. Unajua, unaweza ona mtu akiwa anatembea, na hapa nataka tushike laini mbili. Kuna lile jambo ambalo ni ya kiroho na kuna mambo ambayo ni ya kimwili. Na mambo haya huwa yanapeleka, Mungu anayajua. Yale ambayo unayoyapitia Mungu anayajua. Lakini wakati unapotembea katika nuru ya Mungu, unakuta ya kwamba shetani, kwa sababu ni wa hii dunia, anakuvuta upande wa dunia. Na anajua ya kwamba nitakuja. Kwa hivyo wakati unapotembea, hata kama kuna njia mbili, moja pande ina, yani upande wa Mungu, utakuta ya kwamba utakuta kama yule mtu ambaye hajaamini, kuna jambo ambalo linaenda kama amevutwa na mambo ya dunia. Unajua kuna watu ambao wameokoka, lakini miguu yao wanataka kugawa zote mbili. Ako katikati ya fence. Pande hii ni ya Mungu na pande hii ni ya Ibilisi.
Kwa hivyo utakuta ya kwamba upande ya shetani ikikuja vizuri, anatoa mguu anarudisha pande hii. Sasa miguu yake yote mbili inatembea kwa shetani. Akisikia mambo yamekuwa mazito na imezidi, anatoa mguu pande hii, anaingia pande ya Mungu. Mkikutana naye atatoa ushuhuda mzuri sana. Mkikutana naye atakusomea Biblia. Lakini baada ya kutoachana, ni kama mimi sasa nikuja nihubiri injili nzuri sana hapa, lakini mambo yote nayawacha kwa mlango. Nikitoka huko ninakuwa mtu mwingine tofauti. Kwa hivyo nataka niseme hivi, ya kwamba wakati umeitwa kwa sababu na kusudi la Mungu, kuna mambo ambayo hayatakuwa shida kwako, na hata kama yatakuja mazito, utaona haya nikupita yanapita. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niwaambie kitu kimoja. Usije ukachekelea mtu ambaye ameokoka kwa sababu ameanguka leo. Ationa huyu mtu hata amuka tena. Ujui limiti yake pahali ilikuwa imewekwa, ama sasa ndio anaenda kuvuka. Ujui pahali ambapo anapoenenda pahali limi, anaweza kuwa kweli yako chini kabisa. Anaweza kuwa hana chochote. Na siku ya leo unaweza kumkuta akikopa chakula. Mwingine anaenda tu na watoto, anawaambia sasa pahali ambapo tumefika, watoto kunyweni maji. Hata mwingine ameenda amenunua unga nusu kilo, anaenda kupikia watoto uji. Yeye anakaa namna hiyo. Lakini wacha nikwambia, hujui kesho yake vile itakavyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiangalie mtu tu umchukie kwa sababu siku ya leo amevalia matambara. Kesho hujui baraka zake zinafika wapi. Kuna mzee mmoja ambaye alikuwa na miaka 38. Alikuwa katika kisima cha Bethesda, na kuna kitu kimoja ambacho kilifanyika. Biblia huwa inasema Yesu wakati alipokuwa anatembea alikuta yule mtu, na Biblia huwa inasema akiwa Kristo Yesu akiwa anajua huyu kwa muda mrefu, na akiwa anajua yale ambayo alikuwa anapitia, akamuuliza, kwa sababu walikuwa naamini hivi, Bethesda ilikuwa ni kisima ambacho kilikuwa pale, na baada ya mwaka moja Biblia inasema watu wa kile kijiji waliamini ya kwamba kuna malaika aliyekuja pale ndani, na akiingia kichimbua yale maji, atakayekuwa wa kwanza kuingia ataweza kupokea uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua kile kisima watu walikuwa wanakitumia, kondoo walikuwa wanakitumia. Na Biblia huwa inasema ilikuwa na pochi 5, na kondoo zilikuwa zinaletwa hapo ili zikaweza kutolewa dhabihu katika mji wa Jerusalem. Kwa hivyo kile ambacho kilikuwa kinafanyika, maji haya yalikuwa mara 2. Nataka niwaambie hivi ili uweze kuona vile Yesu aliweza kukiuka itikadi na mambo mengi. Kwa hivyo ndani ya yale maji katika zilikuwa na vizima 5 ambazo zilikuwa streams ambazo zilikuwa zinaleta maji pale. Na maji ya juu yalikuwa masafi, ingeweza kutumiwa na kondoo, ingeweza kutumiwa na wanadamu, mtu anaenda na chota hivi. Lakini chini ya yale maji kulikuwa na mineral ambazo zilikuwa zinapitia, na kwa hivyo ilikuwa inakuja juu, na yoyote ile mineral ilikuwa inaenda kwa kile kisima. Wakati inaingia kwa kisima, ilikuwa inakaa pale kwa mwaka mzima. Kwa hivyo Yesu alikuwa anakuja, anaingia, malaika alikuwa anakuja, anaingia, akichimbua yale maji, ile mineral inatoka juu, inaanza kutoa pofu. Kwa hivyo unakuta ya kwamba atakayekuwa wa kwanza kuingia pale maji alikuwa anapokea uponyaji. Kwa hivyo yule mzee alikuwa pale miaka 38. Na mimi nilikuwa najiuliza, kwani huyu mtu hakuwa na watu wao? Lakini in short nataka niseme hivi, unajua hata kama yule mtu alikuwa anaenda 1 inch kwa kila siku, inchi moja kwa kila siku, yule mtu miaka 38 angekuwa hapo. Kuna wakati nilikuwa na watu tulikuwa tunafanya hiyo hesabu, nilikuwa Bible school. Ilikuwa inaonekana kama angekuwa anaenda hizo, angekuwa ameenda 10.26 kilometers. Lakini huyu mtu hangeweza kuondoka pale. Ni kwa sababu historia ilikuwa inasema kwamba alikuwa mgonjwa uchi wa mgongo na mbavu. Kwa hivyo kile ambacho nataka niseme hivi, Yesu akakuja akakiuka yale mambo yote ambayo yalikuwa na historia zote ambazo zilikuwa pale. Akamuuliza, unataka kupokea uponyaji? Na kwa sababu haya hakuweza kujua ya kwamba hiyo ilikuwa ni kizuizi, na sasa kimekuja kufunguka. Hapa ndipo sasa ya kwamba wapendwa, huyu mtu alikuwa pale miaka 38. Yule mtu hawezi kuamuka, yule mtu hata kula ilikuwa ni shida. Kwa hivyo hata wewe pahali ambapo ulipo unaweza kuwa umefika katika limit yako, unaona mawazo yako, kama vile nimesema ya kwamba kitu ya kwanza kuambia mtu huwezi kuvuka hapa ni mawazo yako. Ninakwambia hapa siwezi pita. Ni kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu
Tazama hapa mpendwa, Yesu Kristo alizaliwa katika mji wa Bethlehem. Na wakati alipozaliwa aliweza kukataliwa na alitoka katika jamii ya Yusufu akiwa carpenter. Na kwa hivyo angeweza kuwa na mawazo yake na kusema ya kwamba kama ni binadamu ya kwamba siwezi nikavuka hapa. Yaani kwa sababu kitu ya kwanza alikuwa amechukiwa na watu. Alizaliwa kwenye hori la ng'ombe. Kwa hivyo angeweza kujidunisha na kuona kama hafai kabisa. Lakini wakati Yesu mpaka wafalme walimkataa. Nakumbuka mpaka akiambia Farao sijini kwa Farao ama Herode kwamba anda pia alikuwa anasema bweha. Enda mwambie hiyo bweha nitiko hapa siku ya leo na kesho na siku 3. Na watu watapona. Kwa hivyo kama angekuwa ni mtu ambaye angekuwa amewekewa limit, kama angesikiza ufalme, hangeweza kufanya hivyo. Tazama wakati wa Shadraka, Meshaki na Abednego, mfalme anasema ya kwamba lazima mtainamia miungu hii. Lakini kwa sababu alijua na mtumia Jehova, na huyu ndio ambaye wanamtumikia, wakasema hatutafanya hivyo. Hatutafanya hivyo. Akasema hata kama Mungu wetu, kwa sababu ninaamini kama vile andiko hili Yohana 3:31 kama alivyosema ya kwamba aliyetoka juu ametoka na nguvu zote. Kwa hivyo akajua nimeitwa ni Mungu ambaye ni mwenye enzi na mwenye nguvu zote, na ambaye anaweza kuvunja nia zote ambazo ziko hapo. Akasema hatutaabudu miungu mingine. Tutasimama na Mungu, ni kwa sababu tunajua Jehova atakuja kusimama nasi. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu mwingine alikuwa anaitwa Danieli. Wakati walipoambiwa ya kwamba wakule chakula cha mfalme, alisema sitakula. Na unajua amri ya mfalme ndio mwisho. Akasema kwamba hatutakula, lakini nitasimama na Mungu huyu. Akasema ya kwamba ngojeeni baada ya miezi 3 na tutapelekwa mbele ya mfalme, tutaonekana ni nani ambaye akona nguvu na uwezo. Ni nani yako afya yake ni nzuri. Kwa hivyo wapendwa, nataka nikwambie jambo moja, ya kwamba usije ukajipa limit ya kusema sitavuka hapa. Pale ambapo wale watu ambao wamefaulu ni wale watu ambao wamesema nitafanya hivi ili watu waone ama nitaweza. Kwa hivyo mpendwa, usije ukajipia. Wacha nikwambie jambo lingine. Paulo na Sila wakati walipowekwa ndani ya gereza, walisema ya kwamba tunajua ni sheria na ni amri kutoka kwa mfalme, lakini sisi hatutatulia. Ndio wametufunga mikono, wametuweka minyororo kwa miguu, lakini kuna Jehova ambaye tutakayemwabudu. Wakaanza kuabudu, watu wakauliza kwani hawa ni nani? Imagine wanaabudu mpaka uwezo wa kuona wa watu hawako wanaona. Walikuwa wanaona giza mpaka wale mapolisi ambao wanakuwa pale nje wakasema ya kwamba wacha tufungue hapa, ni kwa sababu mambo haya yamezidi. Wakati walipoona wameimbia Mungu, kwa sababu limit, wapendwa, si sheria kutoka ufalme wote ule. Limit ni Mungu ambaye ako na uwezo. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa hivyo yale mambo ambayo nataka nikuambia siku ya leo, naye akasema hatutakula chakula cha mfalme. Tunajua ndio tuko ndani ya State House, tuko pahali ambapo kuna kao ufalme wote, lakini hatutainama na hatutakula chakula cha mfalme. Wakasimama hivyo. Paulo na Sila wakaimba mpaka minyororo ambayo ilikuwa imefungwa. Limit ya wale watu na viongozi wa wakati ule walikuwa wameona limit ya hawa watu ni kuwafunga miguu. Lakini wakajua tumefungwa miguu, lakini sauti zetu mradi tu tuko uhai, sasa tuko na uwezo wa kuitana pahali ambapo mwanadamu hawezi. Kwa hivyo wapendwa, nataka nikwambie jambo moja. Kuna mambo ambayo sisi huwa tunajiwekea na tunaona kama hatuwezi. Kuna mambo ambayo tuko nayo ambayo tunaona kama, unajua kuna mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Paul na alikuwa anaitwa Saul. Ile kitu ambayo ilifanyika katika maisha yake, watu wengi walikuja hata alikuwa anaenda mbele za watu, wanasimama, watu wanatoroka, ni kwa sababu ya yale mambo ambayo alikuwa anayafanya. Lakini wakati alibadilika na akawa Paulo, watu akaanza kuingia na akashikwa, akawekwa ndani ya gereza. Akajua milango ndio imefungwa, lakini Jehova angali ananiangalia. Akasema ya kwamba nitaandika barua, hata kama sitaweza kufika pale, nitaandika ili watu waweze. Ninasoma kitabu cha Warumi. Unajua Paulo alikuwa anapelekwa hadithi kwa sababu ya kitabu cha Warumi, na anaandika vizuri sana. Nasema ninawalilia na niko na shauku, upendo mlio nao juu ya Mungu, hata mimi niko pamoja naye. Ndio ameandika barua nyingi sana, zile ambazo zimeandikika katika kitabu kipya.
katika kitabu kipya. Kwa hivyo limit ya Paul hakuona ya kwamba nimefika pale nimefungiwa. Barua nyingi ambayo zimeandikwa na Paul zimeandikwa kwa sababu yeye alikataa kusema ya kwamba nitafungiwa hapa. Nataka nikwambia hata wewe katika jina la Yesu Kristo, kuna pahali ambapo umefungiwa, nami nimesimama mbele ya Bwana na mbele ya Mungu na mbele ya madhabahu kwa nguvu na mamlaka na mafuta ya unabii, ya kwamba pahali ulipo na umefungiwa, siku ya leo milango yote itaweza kufunguka. Jehova, ninaomba nikuwa mbele zako, ni kwa sababu ya wapendwa hawa ambao wako hapa mbele yako. Kuna wale ambao Bwana wamefika mwisho, kuna wale ambao Bwana wamekejeliwa na kudhihakiwa ya kwamba wameishi nyumba ya kukondesha miaka 20, lakini siku ya leo Bwana fungua njia. Hawatafanya hivyo tena. Hata kama watafanya, Jehova utawawezesha kuvuka katika kiwango kile. Bwana Yesu asifiwe. Sisi sio watu wa kuhukumiwa. Yes. Milango ni higo, milango ifungwe, lakini kuna yule ambaye tunayemuita na anakuja. Amen. Ukiwa umefichwa pale ambapo kuna giza sana, Mungu huwa anakuja na kukufungulia njia. Amen. Na naamini ya kwamba hata nyinyi hapa kuna watu ambao wako na ule ushuhuda. Niliingia pahali nikaita Mungu na alafu Mungu akaweza kunionekania. Kwa hivyo nataka nimaliza na andiko liko hapa. Ukisoma katika kitabu cha Hesabu, Numbers 13. Numbers chapter 13. Chapter 13, 26. Wacha tusome hapa Numbers chapter 13. Tutaanza pale 27 twende mpaka 29. Ambayo inasema hivi: wakamwambia wakisema, tulifika nchi ile uliyotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na haya ndiyo matunda yake. Lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari, na miji yao ina maboma nayo ni makubwa sana. Na pamoja na hayo tuliwaona wana wa Anaki huko. 29 inasema, Amaleki anakaa katika nchi ya Negebu, na Mhiti na Myebusi na Wamamori wanakaa katika milima, na Mkanani anakaa karibu na bahari na kando ya ukingo wa Yordani. Tumalize na hii ambayo inasema, Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa, akasema, na tupande mara tukaitamaraki, maana twaweza kushinda bila shaka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hawa watu unajua pale walikuwa wametoka na Mungu, na sasa wamekuja mpaka hapa na wamekaribia, wameambia endeni sasa mkaweza mkaangalia ile nchi vile ilivyo. Wakaenda wakiwa watu 12. Lakini ni nani watu wangapi ambao walirudi na ujumbe ambao uliokuwa msafi? Katikati ya watu 12, Joshua na Caleb, I think they Joshua na Caleb, hawa ndio tu waliweza kukuja wakiwa na ujumbe. Ni kwa sababu ya nini? Kuna watu ambao wameitwa na Mungu na hawana limitation ambayo atawekewa na mwanadamu. Hata kama kile ambacho wanachoona na macho yao inaonekana kikubwa, lakini kile ambacho wanajua tumeitiwa, hawa watu hawatabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hapa ambao wanasema mimi siwezi kuweka biashara, ni kwa sababu niliona so ameweka biashara imeanguka. Wacha nikwambia, umeitwa kwa sababu ya hiyo biashara, weka itasimama. Nataka nikuhakikishia, weka itasimama. Wewe sio huyo. Na labda nikaa hawa 12, hawa 10 wote walikuwa ni out, lakini 2 ndio walisimama na kusema ndio tunajua, tunaona Wakanani na wale wengine watu wako huko, lakini sisi, mimi kama Joshua na Caleb, tunajua hiyo nchi tutaimiliki. Ni kwa sababu Mungu alisema. Ukiamini maneno ya Mungu, hakuna chochote kitakuja kubadilika katika maisha yako. You just trust. Amini tu Mungu. Kuna mambo mengi wapendwa ambayo tumeweza kuyatupilia mbali. Sisi pahali ambapo tumetoka pahala ambapo
hatungeweza kuwa na upenyo katika Kristo, hatungeweza kuwa na upenyo katika kumjua Mungu. Lakini Mungu kwa sababu ya uaminifu yake aliweza kutufanya tukaonekana. Siku ya leo umeona ndugu zangu wawili hapa wameweza kusimama na kusema ya kwamba ni watumishi wa Mungu katika vitengo tofauti tofauti. Sisi hatukuwa na matumaini ya kumtumikia Mungu. Sijui kama ni hapa niliwaambia hadithi moja ambayo mimi hukaa, alikuwa anatengeneza pombe ya Muratina. Na mimi nilikuwa naitwa baba yake. Kwa hivyo tulikuwa tunakaa ndani ya nyumba, na unajua by then nyumba zilikuwa ni za round na zilikuwa za nyasi. Na ilikuwa ni self contained. Ilikuwa pale ndiko bedroom, ndiko boma ya busi, wewe ndio unalala hapo. Kila kitu ilikuwa huko ndani. So mimi nilikuwa naambiwa nilale hapo. Nilikuwa nawekewa kwa sababu aliamini katika hali ya utamaduni. Nilikuwa nawekewa ngozi. Alafu mimi nalala na kupatiwa blanketi. Sasa mimi kazi yangu huwa ametengeneza hiyo pombe, mimi kazi yangu ni kuweka tu kuni kwa sababu imewekwa kando pale na nasikiza ama inachamka vizuri. Sasa hiyo usiku sitakuwa nikilala vizuri, na nikilala vizuri nitakuja kutandikwa asubuhi. Ni kwa sababu moto umeisha. Kwa hivyo nilikuwa katika ile hali ya kujua ama ikifika asubuhi mkaa naamuka. Anakalia vitu vingine ilikuwa ya miguu tatu. Na anachukua kitu kingine ilikuwa inakaa kama ile hii kifuniko ya microphone. Ilikuwa inaitwa dahi, sijui kuna mtu ambaye anajua hiyo. So alikuwa anaamuka anachota. Akichota anamwaga kwa kila pande ile ya jikoni na pande hii na pande hii. Nataka kuambia ya kwamba usije ukasema kuna limit ya kwamba uwezi uokoka kama uwezi kwenda katika kiwango hicho kingine. Kwa hivyo wakati alikopokuwa akifanya hivyo, na mimi niko hapa chini, alafu anachota ingine, anamwaga hivi akiongea, alafu anakunywa. Anafunga jicho moja anakunywa mpaka inaisha. Alafu anachukua t-shirt anatemea mate hapa. Sasa na mimi naambiwa sasa wewe hapa nani ukunywa? Nachotewa. Na mimi kwa sababu sijui nini inaendelea huko, mimi naambiwa nachotewa kidogo. Na mimi nafunga jicho na kunywa na sijui ama ni kwa sababu ni ukali wa hii pombe ama ni utamu. Lakini nafunga jicho na kunywa na maliza. Siku moja akanikuta nikitema mate kwa nilinyorosha namna gani? Sasa yeye amenionyesha, lakini sasa ananipiga. So, kutoka hapo unataka kuniambia ni madhabahu gani nilikuwa natolewa mimi kama mtoto? Yaani dhabihu ya kukunywa pombe. Lakini Mungu ni mwaminifu tangu nilipozaliwa mpaka siku ya leo.